amepewa hiyo karama na Roho Mtakatifu. Ndiyo maana si kila mtu anaweza kunena kwa lugha, bali ni yule pekee aliyegawiwa na Roho Mtakatifu huo uwezo wa kunena kwa lugha. Ni muhimu muombaji kuwa na uwezo wa kunena kwa lugha. Sio lazima, ila ni muhimu. Ujue kuna utofauti kati ya lazima na muhimu. Ni muhimu kwa muombaji kuwa na uwezo wa kunena kwa lugha. Tamani uwe na hii karama ya kunena kwa lugha. Na ndiyo maana ukiwa muombaji unatakiwa umuombe Mungu mara kwa mara. Muombe Mungu mara kwa mara akujalie na akuwezeshe uwezo wa kunena kwa lugha. Kama unao, hongera. Ila kama hauna, ingia kwenye maombi mara kwa mara, sali. Ikiwezekana hata weka novena, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie nipate uwezo wa kunena kwa lugha, kwa sababu itakuwezesha kumtumikia Mungu katika viwango vya juu zaidi ya hivyo unavyotumika sasa. Utafanya maombi ya kiutu uzima zaidi ya hayo unayoyafanya sasa, kwa sababu katika kunena kwa lugha Mungu atakuwa anakutumia kufanya operational prayer, maombi ya operesheni maalum, maombi ya kushughulikia shida fulani nzito atakuwa anakutumia. Tofauti na ukiwa hauna uwezo wa kunena kwa lugha. Faida mojawapo unayopata ukinena kwa lugha kama muombaji, utatumiwa kwenye maombi ya mambo mazito, operesheni ngumu, maombi ya kispecialisti utatumiwa sana. Si kwamba ukiwa hauneni kwa lugha hautatumiwa, unaweza ukatumiwa kwa sababu Mungu hakaliliki. Ila mara nyingi Mungu huwa anawatumia wenye kunena kwa lugha kwenye operational specific prayer. Maombi ya kispecialisti tunayaita namna hiyo. Nisikilize nikurudishe tena kwenye Warumi 8:26. Naomba nikurudishe tena kwenye Warumi 8:26. Inasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Natamani usikie anaposema hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa hiyo unaweza ukawa unajua kuomba, ila usijue kuomba jinsi inavyopaswa uombe. Kila mtu anaomba, ila si wote wanaoomba jinsi itupasavyo kuomba.